Kila mwaka ifikapo tarehe 15 Mei, dunia huadhimisha siku ya familia kwa lengo la kuangazia nafasi ya familia katika malezi na makuzi bora ya watoto, pamoja na kujadili changamoto zinazoikumba familia na namna kuzitatua. Hapa nchini, maadhimisho mwaka huu yameambatana na kongamano maalum linalofanyika mkoani Mwanza kuanzia siku ya leo tarehe 23 hadi kesho Mei 24, likiwa na kauli mbiu isemayo mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kongamano hilo ambalo limezinduliwa na Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum, Dr. John Jingu, na kutoa rai kwa wazazi, walezi, wadau na jamii kwa ujumla kutumia teknolojia katika kuunda mtandao wa malezi ambao utaweza kuhamasisha malezi bora. Tumefika hapa tulipo kwa mchango mkubwa wa familia zetu. Kwa hiyo unaweza kaendelea hivyo hivyo. Jamii yetu ipo kama ilivyo leo hii, na unaweza kaendelea. Taifa letu liko kama lilivyo leo hii kutokana na kazi kubwa ambayo inafanywa na familia zetu. Kama tutakuwa na familia imara, na familia zetu ni imara, na maana jamii yetu ni imara, na zikiendelea kuwa imara, kwa tuna uhakika jamii yetu ya leo, ya kesho kutwa, taifa letu la leo na kesho kutwa litaendelea kuwa imara. Sasa hivi tunaishi kwenye dunia ya teknolojia, bado ni utandawazi, sina uhakika, lakini ya teknolojia, zama za teknolojia za kimtandao. Why don't we have smart child care? Sinawezekana tukawa na smart malezi. Kwa hiyo nataka kupendekeza, yani mtakapokuja mtuletee mapendekezo. How can we have smart malezi? Kwa sababu hatuwezi kujificha. Dunia hii sasa hivi ndio dunia ya huko. Na wakati maadhimisho hayo yakiendelea huko mkoani Mwanza, tumetembelea kituo cha kulelea watoto mchana kiitwacho Kivulini, maarufu kama Kivulini Daycare, kilichopo kata ya Kiesa, manispaa ya Iringa, ili kujionea namna vituo hivi vinavyosaidia wazazi katika malezi ya watoto, hasa kutokana na ongezeko la wazazi wengi wanajishughulisha na kazi nyingi na hivyo kushindwa kuwa karibu na watoto wao majira ya mchana. Na hapa tumeangazia umuhimu wa michezo katika ukuaji na malezi ya watoto. Ni muhimu katika ukuaji wa watoto kwa sababu inawasaidia kuwajenga kiakili, lakini pia kihisia pamoja na kijamii. Na kusema kiakili, mtoto anapotumia michezo, akili yake anakuwa kiakili kwa sababu inamsaidia, anakuwa anatatua kupitia akili yake, anajua kwamba hapa mchezo nifanye hivi. Kwa mfano michezo ya kupanga, anajua kabisa nianze kupanga hivi, alafu nitapata kitu fulani. Kuna michezo mingine ni ya kutengeneza. Hapo anatumia sana akili kwa sababu anajua anataka kutengeneza kitu fulani ili kitokee kitu fulani. Kihisia, mtoto anapokuwa anacheza michezo, kuna hisia anaipata wakati anacheza michezo, kwa sababu anatambua kwamba hichi ni kitu gani, huu mchezo ni upi, huu ni upi. Lakini pia kijamii inamsaidia kwa sababu hata atakapoenda mazingira tofauti na anayoishi au aliyozoea, ana uwezo wa kujisaidia mwenyewe kupitia michezo. Kwa anaweza kutumia michezo kukuza hivyo, kwa sababu ile hisia pamoja na kijamii. Aina ambayo tunatumia kujifunza kwa watoto ni aina mbili. Kuna michezo ya ndani na michezo ya nje. Kwa michezo ya ndani ina michezo tofauti. Kuna michezo ya namba, kuna michezo ya kupanga, kuna michezo ambayo inawasaidia watoto kuweza kujifunza vitu mbalimbali, kuna michezo ya rangi. Kwa hiyo michezo ya ndani inamfanya mtoto kwanza anakuwa na utulivu fulani, alafu pia anapata nafasi ya kujifunza na kujua ni kitu gani nikitumia anaweza kujifunza labda kuhesabu. Inamsaidia pia mtoto kufunguka kimwili, kiakili, kwa sababu yeye anapenda kucheza kwa kujiachia. Michezo ya nje inampa nafasi ya kuwa mwanajamii, kushiriki kijamii zaidi. Hatuna sheria kamili ambayo nasema lazima tufanye masaa mangapi kuweka michezo kwa watoto wacheze. Lakini tunaweza kusema ni angalau kuanzia saa 1 watoto wacheze. Kwa sababu tunajua michezo tunaweza kutumia kupitia michezo watoto wajifunze vitu mbalimbali.
Kwa hiyo kuna muda tuseme ndio turudi kusema angalau saa moja. Kuanzia saa moja alafu kuendelea. Kushinda tu siku nzima kucheza hapana. Naweza kukuta mimi mwenyewe. Kusema siku nzima kucheza tu na mchezo mmoja hata watoto wenyewe watakataa. Kwa sababu wanaanza kucheza na mpira lakini baadaye saa sidhani kama utafika saa zima. Lazima wachoke, wanahitaji stimulation nyingine tofauti. Asheri Mdalila ni afisa ustawi wa jamii mkoa wa Iringa, ameelezea umuhimu wa vituo vya kulelea watoto mchana maarufu kama daycare na mambo ya msingi kuzingatiwa na wazazi wanapochagua vituo hivyo. Daycare kwa kiwango kikubwa ilikuwa ni kuangalia usalama wa mtoto, kwa sababu wakati mwingine mtoto anapokuwa nyumbani ni vitu vingi ambavyo anavipata, lakini daycares zilikuja wakati ambako sasa kwa kiasi kikubwa wanawake wengi pia walianza kufanya shughuli za kujitegemea, na anatoka asubuhi kwa ajili ya kwenda kutafuta. Ikumbuke zamani wanaume ndo asilimia kubwa walikuwa wanaweza kutoka kwa ajili ya kwenda kutafuta kipato, lakini baada ya kuanza harakati za kumkomboa mwanamke katika tamaduni ambazo zilikuwa zinamweka mwanamke chini, wanawake wengi walianza kutoka, inaweza kwa kuajiriwa au kwa kujiajiri, na hiyo ilisababisha watoto ambao walikuwa wanapatikana sasa katika familia kukosa wakati mwingine malezi katika mazingira wanayokaa. Kwa hiyo ndo mazumuni makubwa sasa yalipokuja ya vituo kuweza kukaa na kuonyesha jinsi gani vile ambavyo vinaweza vikakaa na kuwasaidia watoto. La kwanza ilikuwa ni kuwalinda watoto ili waweze kupata malezi bora. La pili ilikuwa ni kuwafanya wazazi waweze kuwa huru kwa ajili ya kuweza kutafuta riziki kwa ajili ya familia zao, ikiwezekana na pia kuwahudumia hao watoto. Na jingine ilikuwa ni kwa ajili ya wale watoto kuweza kuchangamana mapema na waweze kujifunza kutoka kwa wenzao au kutoka kwa walezi ambao pia ni kuwafanya watoto waanze kufanya uchangamshi mapema, uchechemuzi, waweze kuona ni vitu gani muhimu ambavyo wanaweza vikavipata katika mazingira ambapo wanaweza kukutana na watoto wenzao, na ule mchangamano sasa kutokana na tamaduni vile ambavyo unaweza ukawepo. Nategemea na umri, na mara nyingi huwa inashauriwa kuanzia miezi 3 ambapo kuna zile creatures katika mazingira yale muhimu. Kwa jambo la kwanza ambacho nawashauri wazazi na walezi waulize aina bora ya vituo kupitia kwa maafisa ustawi wa jamii. Kingine ni kwamba jengo lenyewe lilivyo. Moja ya vitu vya kutazama na kuangalia ni kituo ambacho kinatakiwa kiwe kimezungukwa na fensi nzuri ambayo inaweza ikamlinda yule mtoto. Ukiingia ndani kuna sehemu ambazo mtoto anaweza kupata muda wa kucheza, nafasi. Kuna sehemu kubwa ya kucheza na vipengele vitu vinahusiana na michezo ya mtoto kwa ajili ya kuweza kumfanya akachechemua akili yake, mwili wake. Sio sehemu ambayo unakuta unaingia kwenye kituo cha daycare kimepigwa pavement chote au cement chote, hapana. Lazima kuna sehemu ambazo mtoto pia anaweza akapata muda wa kuweza kucheza na kuchezea vitu ambavyo vya asili vinavyopatikana nyumbani. Kwa hiyo mzazi au mlezi akishaona hivyo vitu katika hiyo eneo, inabidi aone ni jinsi gani vile ambavyo anaweza kumpeleka ule mtoto. Afu kitu kingine, mtoto katika daycare hataki kwenda sehemu ya mbali sana na mazingira ya nyumbani au mazingira ambapo mzazi anafanyia shughuli zake, kwamba anaweza kumchukua akarudi naye nyumbani, au familia pale nyumbani kama kuna ambaye anaweza kurudi mapema anaweza kaenda kumchukua. Kwa hiyo ni either au kiwe jirani na mazingira anayoishi au kiwe jirani na mazingira anayofanyia kazi, anayeshinda kila siku kwa ajili ya kutafuta shughuli zake na kutafuta riziki. Lakini je, jamii ina mtazamo gani kuhusu uwepo na umuhimu wa vituo hivi vya malezi ya watoto mchana? Mimi nasema hizi daycare zina faida na hasara yake. Faida ya kwanza tunaokoa muda, lakini pili tunaamini hata ambao hatukustahili kuwaamini. Yaani imetulazimu tuwaamini ambao hatukustahili kuwaamini. Hiyo ni faida ya pili. Inawezekana ni ujamaa au nini. Lakini hasara zaidi ni kwamba tunajikuta tunawaamini tusiowaamini, mwisho wa siku wanakuja kutoaminika kwa sababu hatukuwaamini toka mapema. Kwa hiyo tumewaamini ghafla sana kwa sababu imelazimika tuwaamini tu.
kwa sababu ya kutingwa, yawezekana. Yani unakuta mtu wakati mwingine sasa wamekuwa ni uvivu mtu kutolea familia kwa sababu kuna vituo vya kuenda kuwapeleka watoto wadogo. Mambo mengi ambayo ya kujifunza, kwa sababu jambo hili halikuanzia hapa, limeanza katika nchi zingine mbali. Hii yote ni kwa sababu imekuwa ni ngumu wazazi kuwa na watoto hasa wanaofanya kazi, lakini pia kuhudhuria kazi zao zile walizoajiriwa. Lakini pia imekuwa ni ngumu sana namna ya kupata wasichana wa kusimamia watoto, usalama wao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kufunguliwa kwa daycare, mimi binafsi sioni faida za daycare, kwa sababu daycare nitazungumzia tu upande wa hasara au madhara ya daycare. Daycare, cha kwanza, inamsababisha mtoto analelewa kinyume na malezi ya mama, yaani maadili ambayo mama alipenda mtoto alelewe anakuwa ni tofauti na vile ambavyo alipenda. Halafu pia kitu kingine, daycare sijajua ni nzuri kiasi gani, kwa sababu mimi huwa sipeleki watoto, lakini nachokiona mzazi anakuwa hayuko huru pia kwa shughuli zake, kwa sababu unakuwa unawaza mtoto yuko wapi, anaendeleaje, anapitia changamoto gani. Ni vigumu hata kujua maendeleo ya mtoto.